So kwenye kufanya utafiti wa masoko hapo, nadhani unanielewa vizuri. Ni muhimu sana kufanya research. Biashara yote ambayo nataka kufanya research ni muhimu sana kwa sababu inakusaidia kupata picha halisi ya lile wazo ambalo unataka kutengeneza. Umeelewa? Ukishakuwa na research zote, hata lile wazo lako unajua ni switch vipi, uweke vipi, uende vipi mjini. Kwa kufanya research ni muhimu sana, na nimekurudia tena kukwambia watu wasifikiri kufanya research ni kitu kigumu sana. Kufanya research ni uchunguzi wa jambo fulani, unataka kujua information sana kitu fulani. Kwa hiyo go there, zile sehemu ambazo zipo watu wanafanya hizo biashara za aina hiyo, kama hawapo, fanya uchunguzi wako binafsi. Umeelewa? Ugundue changamoto zikoje, uzalishaji sijui za nini za kila kitu, alafu then ndio uweze kutengeneza ile wazo lako la biashara. Kitu kingine ni kukubali kuanza kidogo. Nishakwambia vijana wengi au watu wengi wastaafu au watu wengi waliopo kwenye ajira wanataka kufanya biashara. Akifikiria kuhusu biashara anataka aanze na mtaji mkubwa, afanye yani vitu kwa ukubwa. Haiko kama ni duka lifunguliwe na misafara ya magari, wasanii, vurugu mjini julikane. Hapo ungetueleza kwa upana kidogo, kwa sababu tumekuwa kuna baadhi ya vijana wanaamini ya kwamba biashara kubwa zilianza kwa ukubwa. Yaani leo hii kwa mfano kama watu ambao walioendelea kwa Tanzania, Baresa, pamoja ujo na viwanda na nini, wanadhani ya kwamba hayo mafanikio wanaona sasa yalianza kwa ukubwa. Na kuna watu wanasema wengine ya kwamba utakachoanza kidogo kitaishia kwenye udogo, kikubwa always ni kikubwa. Hii falsafa ni kweli wote kwa anayetaka kuwa na wazo la biashara? Yaani kwa mfano kama leo asubuhi nilikuwa nazungumza na kijana mmoja ambaye anafanya biashara ya hardware. Akaniambia lakini biashara sio kubwa sana. Labda nyinyi ndio mnafanya mabiashara makubwa. Umeona Mimi sentence yangu siku zote nasema hakunaga biashara ndogo wala kubwa. Ila kuna mawazo madogo na makubwa ya kibiashara. So kitu kinakuwa vile ambavyo unakifikiria. Mama ntilia anauza chapati, Baresa naye anauza chapati. Umeelewa? Yeye anauza katika ukubwa au anauza katika udogo. Kuna watu wanauza ice cream nyumbani kwao kwenye mageti, wanaandika tunauza barafu. Baresa naye anauza ice cream vile vile. Ni zile ice cream. Ladha ni ile, formula ni ile, kila kitu ni ile. Yeye kaanza tu tofauti, nitaipackage vizuri, alafu mimi ice cream yangu itamfuata mtu. So mtu aifuate ice cream. Umeelewa? Huyu ameamua watu waje wagonge gate. Ni mawazo tu ya biashara. Ndio maana nakwambia kwenye kutengeneza wazo la biashara ni lazima uwe makini sana. Kwamba mimi biashara yangu nataka ni design vipi yani. Nataka iwe na model gani, ionekaneje. Sasa structure nzima ya biashara inakuepo kwenye wazo. Ndio maana mwisho wa maongezi nitakuelekeza vitu vyote tulivyoviongea unatakiwa ufanyeje. Umeelewa? Kuzindua biashara kwa ukubwa haimaanishi biashara ni kubwa. Kutengeneza attention kubwa ya biashara, alafu watu wakaja pale wakuta product ya kawaida kabisa. Kumbe msanii ana jina kubwa, amezindua ma social media manini. Kumbe product anauza ni ya kawaida kabisa. Ni kama zingine. Umeelewa? Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na kitu ambacho biashara yako ina shout kuliko wewe unavyo shout. Umeelewa? Kwa sababu quality ya product mtu akitumia na uwezo akashare na mtu mwingine. Quality ya service mtu anayotumia anaweza akashare na mtu mwingine. Na hiyo ni njia nzuri zaidi ya kupenetrate kwenye soko. Tofauti na yule mtu ambaye anajifanyia sana promo. Sometimes ukikipromo sana kitu na watu wanakuwa na doubt nacho. Umeelewa? Kwa hiyo promo ni nzuri, lakini pia ina effect zake na kutengeneza quality product au service ina positive effect zake. Sawa. So njia nyingine ya kutengeneza wazo zuri la kibiashara ni kupima faida na gharama. Kutengeneza huo uwiano. Sawa. Kwamba product nitainunua kiasi gani na nitaiuza kiasi gani. Kwa sababu usipojua hivyo inamaanisha itakuwa ugumu sana kwenye kujua muhindi nimeununua shilingi ngapi, natakiwa niuze shilingi ngapi ili nipate faida shilingi ngapi. Na nikishapata faida natakiwa nilipe nini na nini. Naelewa kama natoa nguo China nazileta na pia naziweka kwenye frame,
nataka nijue frame talipa shilingi ngapi, mfanyakazi shilingi ngapi, kila kitu shilingi ngapi, kila kitu. Unaelewa? Unapima ule uwiano wa manunuzi na kuuza ili iweze kujua sasa gharama za uendeshaji na faida ambayo napata itanifikisha kwenye malengo yangu ya kibiashara ambayo nataka. Umeelewana? Na ni muhimu sana biashara yote kuwa na malengo. Lazima ujue biashara yangu mimi nataka iwe na ifikie lengo fulani. Lengo la biashara sio la kwako binafsi. Sasa hapo kwenye lengo la biashara kuna mtu anajiuliza kwamba ni lengo la kupata faida au ni lengo la kufanya biashara iendelee. Lazima ujue kwa nini umeanza biashara. Umeanza biashara ili utengeneze fame, uwe maarufu. Umeanza biashara ili uwe expert, uwe mbobezi kwenye hicho kitu, au umeanza biashara ili utengeneze profit. Kwa hiyo ina maana kwamba wakati nikiwa na biashara inapaswa niwe na msingi mkubwa wa kwamba hii biashara ni ya kwa sababu gani? Kwa sababu gani nafanya hii biashara? Kitu chochote ukijua ni kwa sababu gani nakifanya, utakifanya kwa moyo, utakifanya kwa nguvu. Ukiwa una sababu, utakuwa sababu ya kukifanya. Umeelewa? Kwa maana tuelewane kwamba sio kila jambo, sio kila biashara unaiona mjini ipo tu. Watu wana mipango yao nyuma hizo biashara zao. Sasa wewe jua kwamba kitunguu chako na nyanya pembeni, mipango yako iko vipi? Ni kuja sokoni kupiga kelele na kwenda nyumbani, au ni kwa sababu ya kuilea familia yako, au ili uonekane unafanya biashara? Watu wengine wanafanya biashara ili waonekane tunafanya biashara. Mwingine anakuambia naenda pale dukani nikapoteze muda. Mwingine anakuambia sina kitu cha kufanya. Kwa hiyo naona nizunguke mjini tu nikae board, bora nijisikize hapa. Unaona? Kuna sentence kama hizo, kauli kama hizo watu waga wanafanya, lakini kimsingi ukija kuichambua ile biashara haifanyi kwa faida. Alishapata hasara kitambo, alisha give up kitambo, bali anachokifanya tu ni kupoteza muda. Umeelewa? Na kuna mtu mwingine anafanya biashara ili aweze kuendesha maisha. Yaani aweze kununua chakula asubuhi, mchana na jioni, akipata tu hicho, basi. Anaona biashara inamlipa. Hata kama anatumia operation kubwa, anafanya hivi, hata kama anagawana faida nusu kwa nusu na uendeshaji, yeye anaona tu ni sawa, kwa sababu lengo lake la kibiashara linatimia. Watoto wake wanakula, wanaenda shule fresh. Kuna mtu mwingine hiyo kwenda shule na kula na nini sio priority kwenye biashara yake. Yeye ana goal target, anataka afikishe labda mtaji wa milioni 100. Kwa hata faida akipata nirudisha kwenye biashara. Kwa sababu ana lengo la kukuza mtaji ufike milioni 100. Kuna mtu mwingine ana lengo la kibiashara la ku create brand awareness. Jicho lake aliko sana kwenye profit. Yuko kwenye namna ya kujikuza brand yake iweze kuwa kubwa. Umeelewa? Brand ikishakuwa kubwa ndo anaanza kufikiria nitapataje faida kwenye ukubwa wa hii brand. Ndio maana mtu anaweza kukuza brand kwa gharama, afu akishakuwa mkubwa akabadilisha product aliyokuwa anaiuza. Sawa. Umeelewa? So hizo zote ni triki za kibiashara za kuona namna gani naweza nika win soko. Na wakati unatengeneza wazo, hivi vitu vyote ni muhimu sana kuvifahamu ili vikusaidie sasa kujua wazo langu niliwekeje. Nataka kukua kibiashara, nataka kuwa mzoefu, nataka kufanikiwa kwenye biashara, nataka kufanya kwa muda nipate tu profit, nikipata profit nataka tu nifanye biashara nijenge nyumba. Lazima uwe na sababu kwa nini unafanya biashara. Sasa tuelewane ya kwamba lazima uwe na sababu ya nini kimekupelekea wewe kuwa na biashara au kuanza biashara au kuwa na wazo la biashara. Tunaendelea hapo juu ya namna ya mtu huyu kutengeneza akili yake kwenye kuelekea kwenye wazo la biashara. Tuendelee katika yale ambayo tumeanza. So kitu kingine ni ambacho ni cha mwisho na cha muhimu kwenye kutengeneza wazo la biashara, na hii nitasema very clear kabisa, ni kuliandika wazo la biashara. Ukisha kuwa na wazo fulani la biashara, liandike. Kwa sababu ubongo wa binadamu una uwezo wa kuchakata taarifa. Usiku akiwa amelala, akiamka saa 9 usiku, ana uwezo wa kuchakata taarifa kwa urahisi zaidi na kupata mawazo chanya ya biashara saa 9 usiku. Umeelewa? So mtu mwingine anaweza akalala akaamka saa 9 usiku, afu akaenda kukojoa akarudi akalala. Ukiamka saa 9 usiku, kuna message ambayo lazima unatumiwa kiroho na kiakili. Nini cha kufanya? Mungu anawajibu watu na Mungu anaongea na watu.
Unaelewa? Kwa hiyo saa 9 bana usidharau kwa hiyo ambao una wazo la biashara. Unataka kutengeneza wazo la biashara, tayari kichwani kwako unajua ile subconscious mind huwa ina install vitu. Ubongo wa ndani wa binadamu huwa una install vitu. Unaelewa? Kwa ukisha ushughulisha ubongo wako kwamba sasa hivi nafikiria kutengeneza wazo la biashara. Hivi nifanye biashara gani? Ukijiuliza hivyo nafsini mwako, ubongo wako tayari unaanza kufikiri kuhusiana na kupata ile jibu la swali ulilojiuliza. Umeelewa? Kwa usiku ile subconscious mind huaga inachakata ile taarifa mpaka inakupa majibu. Na ikifika ile time watu wengi huaga wanashtuka. Sema akishtuka anaweza akasikia huko kwenye mabati akasema wachai wamekuja au tukasema ni Africanism. Hizo culture za Kiafrika, lakini kimsingi ni kwamba ule muda huo unatumiwa ujumbe wa taarifa wa wazo fulani la biashara. Na ukiamka ule usiku, mara nyingi sana penda kutulia kwa utulivu na andika. Hata mambo yako, maono yako mengi, penda kuyaandika ule muda wa saa 9 usiku. Andika mawazo yako ya kibiashara. Ukisoma hata katika Biblia katika kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 2, anakuambia andika ndoto zako, watu wakipita wapate kuzisoma kama maji. Kwa nini? Kwa sababu kila unachokiandika kitatimia, na ndoto ikayo hapo isubiri itakuja. Kwa nini? Kwa sababu maono tunavyoyatia kwenye maandishi, tunaweka agano kati ya nafsi zetu, akili zetu na yale maono tunayoyaandika pale. Na ndio maana ukishayaandika, ukiyasoma, umeyaongea. Ukiongea umekiri kile kitu. Kwa hiyo kina uwezo wa kutokea muda wowote. Kwa hiyo ni kuamini kile kitu ambacho unataka kukifanya. Una wazo la kufuga kuku, una wazo la kuanzisha saluni, la kuuza mitumba, una wazo la kuanzisha kampuni, una wazo la kufungua kitu gani, la kuingia ubia na kampuni fulani. Andika lile wazo chini kwa kufuata mtiririko ambao nimekuambia. Na ukishafuata mtiririko, ni muhimu sana pia kujua ili wazo nikisha liandika, hatua ya kwanza ya kuchukua kwenye hili wazo nini. Sababu kisha liandika tayari unakuwa umeshafanya calculation zako, ushajua ni kiasi gani nahitaji mtaji. Na ukisha liandika Muksini, una uwezo pia wa kumshirikisha sasa mtu ambaye unataka akupe mtaji. Mimi uwezo ukaja kwangu kaniambia nikupe mtaji, sijaona business idea yako. Ni lazima unipe wazo la biashara. And then nitakwambia nitafikiria. Maana mjini watu wanasumbuliwa sana hivi. Niliongelea kwa uchache kidogo hapo ya kwamba simu ni nyingi. Kaka yuko mjini anafanya mambo yake, lakini kaka nakwambia nakupa milioni 5 utafanya nazo nini? Na wengine wanadai kuambia nikikupa milioni 5 hii ukifeli ndo kabisa usinifuate. Sawa. Hebu waelekeze vijana wanao mimi nazungumza na vijana hapa. Nimesema kitu cha kwanza, tambua tatizo au uhitaji kwenye jamii ambayo upo. Kitu cha pili, tumia maarifa na ujuzi wako ambao uko nao kwenye kutengeneza wazo la biashara. Kitu cha tatu, fuatilia mwelekeo wa masoko umekaaje. Kitu cha 4, fanya utafiti wa masoko. Kitu cha 5, Muksini, anza kwa udogo. Usiogope kuanza kidogo. Unaelewa? Kama ni 500,000, 100,000, 20,000, anzia kwenye ulicho nacho kwanza. Kama ni kujitolea, kujifunza, kama ni maarifa ni nini, anza kwenye kidogo. Sawa sawa. Kitu cha 6, faida na gharama ambazo unazitumia kwenye kununua na kuuza. Kitu cha mwisho, yaandike yale mawazo yako sasa. Sawa sawa. Kwa kufuata mtiririko, andika sasa wazo lako lote ambalo limepita kwenye mchakato huu vitu sasa. Sawa sawa. Alafu unavyoenda kuomba mtaji, lile wazo unaweza ukalitype kabisa na ukaliprint kabisa. Mimi nina mawazo kibao ndani perfect ya idea ikija ya biashara naiandika. Sasa hivi ukinipa milioni 100, niachukua milioni 100 na iunganisha na wazo, inatokea biashara. Umeona? Wewe uwezo ukapewa milioni 5 au 500,000 kama hauna wazo la biashara. Akili siku zote inafuata, yani pesa inafuata mtu mwenye akili. Hela ikae kwa mtu ambaye ana akili. Kama una akili, hela itapotea tu. Ndio maana watu wengi walioko mjini wanawapa ndugu zao fedha, mitaji ya kuanzisha biashara, au wanawaachia biashara au kampuni. Baada ya muda zile kampuni zinakufa. Kwa nini? Kwa sababu mwenye wazo ni mwingine, aliyepewa endeshe biashara ni mwingine. Kwa ili uweze kufanya biashara ni lazima uwe na wazo la biashara. Umeelewa? Na ili uweze kufanikiwa kwenye biashara ni lazima utengeneze mpango mkakati wa kuifanya biashara. Kama hauna,
ni muhimu sana kufikiria kutafuta business consultant, ndio kama hivyo nilikwambia, unaweza kutafuta kama kina sisi, unaweza kupiga simu kuomba ushauri. Wako watu wengi tu ambao wanafanya business consultation, unaweza kucheki kama hujui kabisa, wakakutengenezea wazo la biashara, ushauri kwenye biashara ambayo unaifanya, na baadaye ukafikia malengo yako ya biashara. Sawa. Lakini sio sawa kuomba mtaji ukiwa hauna wazo. It's better kuomba wazo kwanza. Ukishapata wazo, ukalidadavua, ukalifanyia utafiti na nini na kila kitu, alafu ndo ukarudi kuomba mtaji. Sawa, hivyo ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Sasa wakati tunakamilisha hapa, labda pengine pia kuna kitu kimoja tunasema kwamba ule usimamizi sasa wa haya yote ambayo tumeyazungumza ili kuelekea kwenye hiyo biashara yenyewe. Okay. Usimamizi kuna namna tofauti. Mtu ana uwezo wa kumtafuta mtu ambaye anakuwa ni accountant wake. Tunaita ni personal accountability, ambaye anakuassess wewe kwenye vile vitu ambavyo unavifanya. Kwa mfano, unaweza kusema bana, tuwekeane agano, mimi nitafanya hichi hapa, nisipofanya hichi uniadhibu hivi. Umeelewa? Yes. Kwa kama una wazo na unataka kulisimamia lile wazo liweze kutokea, unaweza kanitafuta labda mimi ni accountability wako. Kaniambia bana bro, mimi nataka hadi kufikia mwezi wa 6 niwe na mtaji wa milioni 1. Na kama sikufanya hivi, basi inabidi so unakuta mtu anataka kurenew kampuni, unajua mtu anaweza kanatembea na product kwa muda mrefu, kama unakuta labda makampuni yamefanya biashara kwa aina fulani kwa muda mrefu. Unapojirenew kurudi kwenye soko, unaweza kubadilisha logo, idea ya rangi, idea ya strategy, business card, everything, ukachange color, everything. Ukarudi kwenye soko, ukajiattach kwenye mitandao ya kijamii, ukarudi na nguvu mpya. Ile pale wage na nguvu sana kuendesha kwenye fomu ya biashara. So hiyo pia nafanya, lakini pia na wakochi vijana na kuwasaidia kuanza biashara kwa mitaji midogo. Hii mitaji ya 500,000, 700,000, milioni 1 mpaka 1.5 milioni 2, na biashara za uhakika ambazo nawaonyesha vijana na wanafanya na wanafikia malengo yao makubwa. Kwa ni ile mtu tu kuamua kuthubutu na kuamua kufanya katika ukubwa. So malezi ya vijana wengi ambao nawalea kwa kibiashara wamekuwa na wamefikia mafanikio na malengo yao. So mimi niko proud kwa hilo sana. Sawa. Kija kwenye page yangu ya Instagram unaweza kuona vitu vingi tu pale ambavyo tunakuwa tunafanya. Sawa bana, hivyo jinsi ambavyo ilivyo. Mimi nikwambie, tunashukuru pia kwa watu wote ambao mmeweza kutazama, lakini cha msingi na cha muhimu, usiache kumtafuta mtaalamu huyu kwa sababu ana madini mengi zaidi ya haya ambayo leo tumeweza kuchambua. Ni chapter moja tu kwenye kitabu, labda kina kurasa zaidi ya milioni. Nadhani kurasa zote mpaka zimalize inakuwa ni ngumu sana. Mimi sina ziada, tukutane katika episode nyingine ambayo tukopo nazo kwenye mwendelezo wa vitu kama hivi au tofauti na hivi, lakini kubwa zaidi ni kuelimisha wewe ambaye unatutazama kupitia platform zetu za mtandao wa kijamii. Instagram andika Banana FM TZ pale, lakini pia YouTube channel yetu pale andika Banana FM TZ moja kwa moja. Uzuri ukisubscribe pale, ukilike pia ukicomment, itakuwa ni vizuri kabisa. Watu wengine pia labda 100,000. Kwa hiyo wewe unaona kuliko nilipe ile 100,000, bora nipambane nihakikisha nimetimiza. Lakini pia naweza sio kulipa gharama. Naweza tu ikawa unasema ili niweze kupata usimamizi mzuri wa ile lengo langu la biashara, nimtafute mtu ambaye amenizidi zeni naye promise. Kuna watu ambao wanaogopa, anaweza akaa baba, anaweza akaa mama, anaweza akaa uncle au mjomba. Ile mtu ambaye unamuogopa, usipofanya kile kitu kama vile wakati tunasoma, usipofaulu vile ambavyo unafia kwamba ni baba anakuwa ni accountability wako, au kukosea imla ndogo ya mwalimu ama homework kufanya, unaona jinsi gani ambavyo akikutana na mwalimu yani haitakuwa sawa, kama mtoro na masomo. Kwa sasa na wewe unajiconnect na lengo lako na yule mtu, unampromise bana, msini mimi nisipofanya hivi ndo malengo yangu ninataka kuyatimiza. Wengine Mungu ndo accountability wao, asipotimiza kile alichoahidi, kama ambavyo unajiwekea labda kutoa zaka au kutoa nini, alafu usipotimiza vile ambavyo unajifili, the same like na malengo yako unatakiwa ya connect na hiyo. Kwa kwenye swala la usimamizi wa malengo wa mawazo ya biashara au biashara, ni muhimu sana kuwa na huyo mtu ambaye sawa. Sasa sisi tunasema kwamba muda huu naona director wangu ananiambia bana time is over, lakini tusimalize hivi. Utapata nafasi ya kupata mawasiliano
ya mtaalamu wetu hapa, ni ukumbushe kama una taasisi, una kampuni, unafanya kazi kuanzia 5 mpaka 10 kwenye eneo lako, duka lako, unaweza kutafuta ushauri gani wa kuwapa kwenye hiyo biashara yako. Hao wafanyakazi wako wanaiona vipi hiyo biashara yako miaka 10, 15 baadaye? Pengine pia iwalishe, iwavishe, familia pia icheke weekend na nini. Unaweza kumtafuta aje atoe ushauri au namna ya muendelezo wa biashara yako. Labda pengine pia mtu angependa kujua unapatikana vipi na atakupataje, na kile ambacho anatamani uweze kuwaeleza kwenye kampuni au kwenye taasisi ambayo unayo. Na okay. Mimi kwa Instagram natumia jina Stephanie_CEO. Alafu unaweza ukanipata tu kwenye Instagram kwa sasa hivi, ambayo ni official page Stephanie_CEO. Lakini unaweza ukanipata kwa namba ya simu ya 0752 08 58 69, 0752 08 58 69. Kitu ambacho mimi nakifanya, mimi natoa ushauri wa biashara kwa mtu binafsi ambaye anataka kuanzisha biashara yake binafsi,